Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumainia kwamba mko salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambao yanaendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tutakwenda kuanza na habari ya hali ya usalama ambayo inaendelea kuwa ya kutisha katika mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Sudani Kusini, hususan katika wilaya ya Aru mkoani Ituri. Katika sheferi ya Kakwa, hasa ndani ya grupema ya Rumu na kijiji cha Agoroba, uvamizi wa mara kwa mara wa watu wenye silaha wanaotoka Sudani Kusini unaendelea kuripotiwa. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vinavyolingana, vinadai kuwa watu hao wenye silaha huendesha mashambulizi dhidi ya raia kwa utaratibu ule ule: uporaji wa mali, wizi wa mifugo hasa ng'ombe na mbuzi, pamoja na utekaji nyara wa vijana ambao baadhi yao bado wanashikiliwa porini. Kiongozi mmoja wa kimila katika eneo hilo analalamikia hali hii ambayo imekuwa ya kudumu kwa muda mrefu. Anasema kuwa mashambulizi hayo si mapya, bali yamekuwa yakijirudia kwa miezi kadhaa, na hivyo kuwaweka wakazi katika hofu na ukosefu wa usalama wa kudumu. Kwa upande wake, mbunge wa kitaifa Dieudonné Tabani ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo hilo la mpakani. Ameonya kuhusu udhaifu wa vijiji vinavyoathiriwa, akibainisha kuwa mashambulizi hayo yanawezeshwa na uwepo mdogo wa vikosi vya usalama vya Kongo katika mpaka huo. Mbunge huyo anasisitiza haja ya dharura ya kuimarisha uwepo wa kijeshi katika sehemu hiyo ambayo iko chini ya hali ya etat de siege. Anatoa wito kwa mamlaka za mkoa kuchukua hatua za haraka na zilizoratibiwa ili kulinda raia ipasavyo. Aidha, Dieudonné Tabani anahimiza serikali kuu kuingilia kati zaidi, hasa kupitia juhudi za kidiplomasia na Sudani Kusini. Anaamini kuwa kuwekwa wazi na kubainishwa rasmi kwa mpaka kati ya nchi hizo mbili kunaweza kusaidia kupunguza uvamizi huo ambao mara nyingi unahusishwa na ukosefu wa mipaka iliyoainishwa vizuri. Licha ya hali hiyo kuwa mbaya, anawaomba wananchi kubaki watulivu, huku hakikisha kuwa mamlaka husika tayari zimejulishwa na hatua zinaandaliwa ili kurejesha usalama wa kudumu katika eneo hilo. Na tujielekeze huko mkoani Kivu Kusini ambako takriban watu 4 wameripotiwa kupoteza maisha kufuatia mafuriko yaliyokumba jiji la Uvira wiki iliyopita, kulingana na vyanzo mbalimbali vya ndani vinavyolingana. Mafuriko hayo mapya yaliyosababishwa na mito kadhaa kufurika yamesababisha hasara kubwa za mali na maisha ya watu. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa eneo la tukio, mto Kalimabenge umefurika tena ukibeba maji mengi yaliyovamia mitaa kadhaa ya jiji pamoja na maeneo ya jirani. Nyumba nyingi zilijaa maji, mali za thamani zilichukuliwa na maji, huku miundombinu kadhaa ikiharibiwa. Wakati huo huo, mto Nyamianda nao ulifurika katika eneo la Nyamianda na kuzidisha hali mbaya zaidi. Mto Nyamianda ulifurika na kusababisha uharibifu mkubwa. Wakazi walipata mihili 4 ya watu waliopoteza maisha na juhudi za utafutaji bado zilikuwa zikiendelea, alisema Bwana Kiza Teniko ambaye ni kiongozi wa vijana katika eneo hilo. Kwa mujibu wa asasi za kiraia, inasema kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Alphonse Mufariji ameeleza kuwa miongoni mwa waliopoteza maisha ni mtoto mmoja, wasichana 2 na baba mmoja wa familia, wote wakichukuliwa na maji ya mafuriko hayo. Matukio haya ya kusikitisha ni sehemu ya mfululizo wa majanga yanayolikumba mara kwa mara jiji hilo lililoko kando na ziwa Tanganyika. Ikumbukwe pia mwaka wa 2020 mafuriko makubwa yaliripotiwa kusababisha vifo vya watu wapatao 26, wengi wao wakiwa ni watoto pamoja na makumi ya majeruhi. Hivi karibuni zaidi, tarehe 27 Septemba ya mwaka 2023, mafuriko mengine yalizikumba mitaa ya Kalimabenge na Kasenga Muramvya, ambapo kaya nyingi ama menaje nyingi zilipoteza mali zao zilizochukuliwa na maji. Kutokana na kurudia kwa majanga haya, wakazi wa Uvira wanaendelea kuishi katika hofu, wakitoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kuzuia na kupunguza athari za mafuriko haya yanayozidi kuwa ya mara kwa mara.
Na tukisalia huko mkoani Kivu Kusini, hatua yenye umuhimu wa kijamii na ishara imechukuliwa kwa ajili ya kusaidia wakazi wa eneo la Bibogobogo wilayani Fizi katika mazingira yanayoendelea kukumbwa na changamoto za kiusalama. Kwa jumla ng'ombe zipatazo 91 ama 90 vache zimepata kugawiwa kwa jamii mbalimbali zinazoishi katika eneo hilo, zikiwemo Banyamulenge, Babembe, Bashi pamoja na makundi mengine yaliyoathiriwa na vitendo vya vurugu. Hatua hii inayochukuliwa kama ishara ya mshikamano na maridhiano ya kijamii inalenga kuimarisha uhusiano mwema kati ya jamii na kupunguza migawanyiko iliyopo. Hafla ya ugawaji huo ilifanyika mbele ya viongozi mbalimbali wa kiraia na kijeshi, akiwemo General Yakutumba Amuri pamoja na wawakilishi wa urais. Mshauri wa rais Kongolo Bigirumwami pia alihudhuria sambamba na wawakilishi wa jamii zilizonufaika. Hotuba zilizotolewa katika tukio hilo zilisisitiza umuhimu wa kuimarisha amani ya ndani kupitia vitendo halisi vya kusaidia wananchi na kujenga upya mshikamano wa kijamii. Majadiliano yaliyoonyesha dhamira ya pamoja ya kupunguza mvutano na kujenga hali ya kuaminiana kati ya jamii zinazoishi katika eneo hilo. Aidha, wawakilishi wa jamii walitumia fursa hiyo kuwasilisha baadhi ya mahitaji yanayohusiana na maendeleo ya eneo lao. Walisisitiza hasa umuhimu wa kuboresha miundombinu ya barabara, hususan barabara inayounganisha Bibogobogo na Baraka, ambayo inaonekana kuwa muhimu kwa kurahisisha usafiri, kukuza shughuli za kiuchumi na kupunguza hali ya kutengwa kwa eneo hilo. Katika mazingira ambayo bado ni tete, juhudi hii inaonekana kuwa ni njia ya kuunganisha msaada wa kimaada na jitihada za kuimarisha mshikamano wa kijamii kwa lengo la kurejesha utulivu wa kudumu hatua kwa hatua. Na ripoti mpya ya kitaifa iliyochapishwa na Institut National de la Statistique INS kwa ushirikiano na Programme Nationale de Nutrition pamoja na Programme Alimentaire Mondiale PAM imeonyesha wazi kuwepo kwa tofauti kubwa za kijamii na kiuchumi zinazoendelea kushuhudiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utafiti huu uliofanyika katika majimbo 11 pamoja na eneo la Pweto umefanywa chini ya mpango wa GENEFSA 2025, mbinu ya pamoja ya tathmini ya usalama wa chakula na lishe. Uchambuzi wa ripoti hiyo unaonesha tofauti kubwa katika viwango vya utajiri kati ya maeneo mbalimbali ya nchi. Majimbo ya mashariki ama mikoa ya mashariki na katikati mwa nchi yameonekana kuwa katika hali mbaya zaidi ya umaskini, yakikabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa mahitaji ya msingi. Hali hii ya kutia wasiwasi zaidi katika Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, ambako asilimia 87.7 ama 87.7 na 73.6 ama 73.6% ya menage zimeorodheshwa katika kundi la menage ambazo ni maskini zaidi, jambo linaloonyesha umaskini wa kimuundo unaochangiwa na miaka mingi ya ukosefu wa usalama. Kwa upande mwingine, jimbo la Maindombe limejitokeza kuwa na idadi kubwa zaidi ya kaya ama menage zenye uwezo wa kifedha. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, asilimia 43.1 ama 43.1% ya menage za mkoa huo zipo katika kundi la juu zaidi la utajiri, hali inayotafsiriwa kama matokeo ya upatikanaji bora wa rasilimali za uzalishaji na huduma muhimu. Ripoti hiyo pia imebainisha umuhimu wa sababu za kijamii na kiuchumi katika kuamua kiwango cha ustawi wa kaya ama menage. Elimu imeonekana kuwa nguzo muhimu katika kupunguza tofauti hizi. Takwimu zinaonyesha kuwa ni asilimia 7.5 ama 7.5% pekee ya kaya ama menage zilizo katika kundi tajiri zaidi ambazo hazina elimu, ikilinganishwa na asilimia 37.5 ama 37.5% ya kaya ama menage zilizo katika kundi maskini zaidi. Hii inaonyesha wazi kuwa elimu ni nyenzo muhimu katika kupambana na umaskini. Zaidi ya kipato, ripoti hiyo inasisitiza kuwa umaskini nchini DRC una sura nyingi. Unajidhihirisha kupitia makazi duni, ukosefu wa
miundombinu na ya usafi na utegemezi mkubwa wa nishati za jadi. Changamoto hizi huathiri uwezo wa kaya ama menage kukabiliana na misukosuko ya maisha na kuwekeza katika usalama wa chakula pamoja na lishe bora. Kwa hitimisho, ENS inaeleza kuwa hali hii ya umaskini wa vifaa na huduma msingi ndio chanzo kikuu cha kuongezeka kwa ukosefu wa usalama wa chakula, kwani inapunguza uwezo wa kaya ama menage kujijengea uimara wa kiuchumi na kuboresha lishe ya wanachama wake. Na kwa taarifa hii, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kwa kuzidi kuhabarika zaidi kutoka kwetu, tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili ufaidi zaidi habari moto kutoka Kibenge TV. Basi tukutane kwa majaliwa, tunawashukuruni.